kuna mtu niliwahi kuzungumza naye hapa akasema sisi katika uandishi wetu wa story ambazo tunazitengenezea filamu huwa tunafanya pia utafiti. Nadhani wewe pia tulizungumza hapa lazima tufanye utafiti tujue ili tunapotoa kitu tunatoa kitu cha uhakika. Labda utafiti gani ambao umeufanya zaidi ukaona hiki kitu ni sahihi? Unajua miwaga napenda sana kusikiliza vipindi vya matukio hata mitandaoni, napenda kufuatilia habari, nchi ikoje, nchi na matukio gani, nchi nini kinachofanyika. Kwa hiyo napenda sana kusikiliza matukio. Naposikiliza matukio sasa mimi najua na kalamu ambayo naweza nikazungumza na jamii na ikanielewa. Nafahamu yale matukio mara nyingi yanapotokea sehemu kubwa, source kubwa yale matukio ni katika jamii tunaoishi. Ni matukio ambayo yanatokea ndani ya jamii tunazoishi. Sijui umeshanielewa vizuri. Serikali anakuwa ni mtu wa pili baada ya tukio kutokea, yeye ndo anapata taarifa. Lakini ile mikakati inakuwa imeratibiwa ndani ya jamii. Kwa mimi nikasema kwa nini situmie kalamu yangu kama mwandishi na directors, mwongozaji na producers, kwa nini nisiandae content nzuri ambayo baadaye jamii itakuja kunufaika na kuelewa namna ya ku escaping na kujua chanzo cha matukio. Kumbe tusiweke katika mlengo wa kisiasa. Haya matukio pengine tutulize akili na vichwa, yawezekana kuna sosi yanotokea katika jamii, lakini kwa nini jamii inafanya haya matukio? Kwa hiyo ndani ya Jua la Utosi vitu vingi tumefunua siri nyingi ambazo watu pengine kwanza dili nazo ama wazizingatii. Kwa yule ambaye hajaitizama filamu ya Jua la Utosi, kipande cha kwanza hasa kilikuwa kinazungumzia nini? Kwanza Jua la Utosi katika mkakati ambao tulioandaa ni series ambayo nilitaka kuleta mapinduzi na kumfanya mtazamaji awe mtumwa wa kuhakikisha kwamba anakaa kuanzia mwanzo wa episode ya kwanza mpaka episode ya mwisho ndo aje kuelewa kile nilichokikusudia. Yani ni tofauti na series ambazo episode ya kwanza inaanza tayari mtazamaji ashajua hapa kuna mapenzi, hapa kuna hiki, baba kamtuma nyanya sokoni. Hapana. Katika Jua la Utosi imeanza katika mafumbo sana. Nafikiri kaja ukiangalia opening scene kuna Mr. Makula ambaye alikuwa atambuliki, sura yake ionekani. Kuna yuko katika kempu yake asiri, kuna binti kapigishwa magoti na kuna mabinti wengine wamesimama. Kuna binti kaonekana kakiuka baadhi ya utaratibu ambao atakiwa ufanye. Yule bwana anatoa go ahead, yule binti auawe, anachinjwa kwa kukatwa shingo. Na angalia ile effects, haijakaa kabisa kwamba eti ile Tabora si Tabora movie, imekaa ni Hollywood classical style. Fantastic, superb sana hiyo. Serious na kwa. Wacha ngonga request kaa kule mbele. Hapa hivi.